kuinua biashara yako bila kukuinua wewe. Anaanza kukuinua wewe ili watu waanze kukuona. Inasema Biblia wakaiona nyota wale mamajusi, na maana ilikuwa imeinuliwa, wakatoka mbali wakafuata. Hata wewe watu waanze kutoka mbali waifuate nyota yako, kwa sababu unaenda kuinuliwa. Ukainuliwe ili hela zianze kuja kwenye maisha yako. Ukainuliwe ili baraka zianze kukutafuta. Ukainuliwe ili watu waanze kuja kuungana na wewe kuwekeza. Na mtu akiinuliwa, hata kama kuinuliwa, unapoinuliwa watu wanaanza kuiona thamani yako. Kama hujainuliwa watu hawawezi kutambua thamani yako. Ndio maana Yesu alipoinuliwa msalabani, alipoinuliwa, ndio maana hata leo watu wanakuja kwa Yesu, kwa sababu aliinuliwa. Katika jina la Yesu, pokea neema ya kuinuliwa. Pokea neema ya kuinuliwa leo. Hata wewe unayetufuatilia huko uliko, kwa jina la Yesu upokee neema ya kuinuliwa, ili watu waanze kuona thamani yako. Watu hawataiona thamani yako kama uko chini, hawataiona thamani yako kama uko underground. Hata Daudi hawakujua kwamba yupo alipokuwa anachunga kondoo, lakini Bwana alimuona akamuinua kutoka kufata kondoo, akamleta mpaka kuja kuua Goliath. Mungu wa mbinguni akuinue kwa jina la Yesu. Akuinue, 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 akuinue kwenye ukoo, watu wajue kuna mtumishi wa Mungu. Akuinue kwenye mtaa, watu wajue kuna mtumishi wa Mungu. Akuinue, nasema akuinue. Ainue maisha yako ili watu wakuheshimu. Watu hawatakuheshimu kama bado uko chini. Watu hawatakuheshimu kama unasema. Kwa jina la Yesu uinuliwe. Ukina wayo sema kwa jiwe, kwa sababu